Ni wakati mwingine tena mtazamaji wa Zone Media, natumaini umeamka salama kabisa, na karibu ufahamu yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu. Kufuatia shambulizi la meli ya Irani lililofanywa na Ukraine katika bahari ya Caspian, mkuu wa kamati ya usalama wa taifa ya bunge la Iran Ebrahim Aziz ameionya Ukraine kufuatia shambulio lililofanywa dhidi ya meli ya kibiashara katika bahari hiyo ya Caspian ambalo limesababisha kifo cha mwanamaji mmoja na kujeruhi wengine watatu. Sasa akizungumza kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, Azizi alisema Irani haitaliacha tukio hilo lipite bila hatua, akisisitiza kuwa mashambulizi dhidi ya taifa hilo huwa na matokeo kwa wahusika. Na nukuu alichoandika: Irani haitaruhusu tukio hili kupita bila jibu. Shambulio lolote dhidi ya Irani daima lina gharama yake, alisema Aziz. Kauli hiyo imeongeza mvutano kati ya Iran na Ukraine, huku Tehran ikiahidi kuchukua hatua kufuatia tukio hilo. Shambulio hilo lilitokea siku ya Jumamosi katika bahari ya Caspian na limesababisha wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa shughuli za usafiri wa majini katika eneo hilo, wakati mataifa husika yakifuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo. Sasa hiki ambacho amekizungumza mkuu wa kamati ya usalama wa taifa ya bunge la Iran Ebrahim Aziz, kwamba shambulizi hili halitapita bila jibu lolote. Unajua, nikupe siri mtazamaji, huyu mkuu wa kamati ya usalama wa taifa ya bunge la Iran Ebrahim Aziz, kwanza ni moja kati ya viongozi wakubwa sana katika muhimili ule wa bunge, lakini pia yeye jukumu lake kubwa anaiongoza kamati ya usalama ya taifa la bunge. Na kama unavyojua tena, wabunge ndio wenye jukumu kubwa sana la kuishauri serikali. Wabunge ndio wao wanahusika katika kutunga sheria za nchi. Sasa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, licha ya kwamba ni taifa ambalo linaongozwa kidini na kiongozi wake akiwa ni Ayatollah Mojtaba Khamenei, kamati ya bunge ina nafasi kubwa sana ya kutoa ushauri kwa kiongozi mkuu, lakini pia kutoa ushauri kwa mihimili yote ya masuala ya kijeshi pale nchini Iran. Na kama mtazamaji utakuwa unakumbuka vizuri, kipindi cha mvutano kati ya Irani, Israel pamoja na Marekani, huyu Ebrahim Aziz alikuwa mfano akizungumza kwamba tutajibu shambulizi hili kwa wakati wowote ule. Ni kweli huwa wanajibu, huwa wanafanya hivyo. Na hapa amezungumza yeye, sina shaka wakati wowote kuanzia sasa, ushangae mtazamaji nikakuletea taarifa kwamba Irani imefanya mashambulizi nchini Ukraine, kwa sababu ina uwezo wa kufikisha makombora yake moja kwa moja kutoka Iran hadi Ukraine bila kikwazo chochote. Wanaweza wasitumie makombora, wakatumia droni au wakaamua kutumia ndege zao za kivita. Yote hiyo inawezekana. Tusubiri tuone, kwa sababu tukio hili linazidi kuibua hisia nyingi sana kutoka kwa viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho Iran wamekuwa kikifanya ni kulipiza kisasi kama watashambuliwa. Wao wanadai kwamba muda wote wanalinda maslahi ya taifa lao. Sasa Ukraine imeamua kuwagusa au kuwachokoza Irani, na huenda tukashuhudia chochote, kwa sababu hii ni kauli ya pili inatoka baada ya hapo jana. Mmoja wa viongozi alisema kwamba shambulizi hili halitapita bila jibu, lakini leo Ebrahim Aziz naye kupitia mtandao wa X amezungumza kwamba Irani itafanya lolote lile, lakini shambulizi hili halitapita bila jibu lolote. Basi kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote, usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.